Kigamboni, 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 Mkaimaundi oye! Kigamboni mpo? Temeke mzazi wa Kigamboni mpo? Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu, na kipekee kiongozi wetu wa chama, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu, na meza kuu itifaki ikiwa imezingatiwa. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa, ninaomba nitumie hadhara hii kukupongeza sana, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukujalia, kukupa afya njema, kukupa nguvu, na zaidi ya yote kuwa tumaini la taifa letu kila siku, na kadiri ya muda unavyozidi kusogea siku ya tarehe 29 Oktoba, upigaji wa kura wetu. Leo ningetamani kwa nafasi hii fupi niongee na makundi matatu. Moja, naomba kusema na wale wapiga kura wapya. Niko napitia kwenye takwimu, tunao wapiga kura wapya wasiopungua milioni 6, ambao hawa ni vijana kati ya miaka 18 mpaka miaka 34. Wapiga kura hawa wapya ni kwa mara ya kwanza wanaenda kuandika historia, si tu katika taifa lao, lakini pia katika maisha yao ya kumchagua rais, kuchagua mbunge na kumchagua diwani. Nimekuja kuwaomba vijana wote ambao wamejiandikisha takriban milioni 6 mtoke tarehe 29 kwenda kupiga kura ili muwe sehemu ya historia ya maendeleo ya taifa letu. Lakini pia Mheshimiwa mgombea wetu, kundi la pili, tunao watu ambao si wapiga kura wapya, walishapiga kura mara ya kwanza na inawezekana washapiga kura mara ya pili. Ninaomba kuambia uchaguzi wa mwaka 2025 ni uchaguzi wa kihistoria. Wanapokwenda kupiga kura tarehe 25, tarehe 29 2025, wajua wanaenda kuandika historia ya ukombozi wa mwanamke kwa kiongozi ndani ya taifa la Tanzania. Usiwaze tu kwamba unaenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Waza mtoto wako aliyoko nyumbani mwenye ndoto ya uongozi. Ukiona hiyo tarehe 29, jua unaenda kutengeneza historia ya kumpa ujasiri mtoto wako wa kike kuwa kiongozi wa taifa hili. Waza hiyo siku, ujue ya kwamba unaenda kumpa historia shangazi yako, unaenda kumpa historia mama yako, yawezekana pia unaenda kutengeneza mkeo kwa kiongozi mkubwa wa taifa hili kupitia historia inayoandikwa na Daktari Samia. Lakini pia Mheshimiwa mgombea wetu, wako watu walienda kujiandikisha wapate kitambulisho cha mpiga kura wakiwa hawana ndoto ya kupiga kura. Naomba niseme na wewe pia leo, hebu tafakari kodi ya Watanzania iliyoweka mamlaka za kiserikali chini ya tume yetu, wakaamua kuweka vituo vya kuandikisha, ikatumika gharama ya mashine mpaka na kamera kukupiga picha. Unapoacha kwenda kupiga kura, umeamua kulihujumu taifa lako, kwa sababu hiyo pesa ni ya Watanzania na hicho kitambulisho kazi yake ni kupiga kura tu. Ninaomba nikusina kukuomba, kama unataka usiwe sehemu ya wahujumu uchumi, basi tarehe 29 Oktoba ujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Naomba kumalizia Mheshimiwa mgombea, leo kama kawaida tumeamka saa 12 tukaingia mtaani. Nimepita kwenye mitaa mingi, lakini nimemalizia mtaa pale Mbagala mwisho. Mheshimiwa, nimekuta vijana wengi wanafanya biashara, wamejipanga, wameniambia kamwambie mama alale usingizi, Oktoba 29 tunaenda kutiki na wala hatutaacha kwenda kumpigia kura. Na sababu wanazo za kutosha, lakini moja ya kazi kubwa walioifanya ambayo leo hii wajane wa taifa la Tanzania wanakufurahia wewe, ni pale ulipoamua kuingia kazini na kuibadilisha sheria ya mirathi na kupunguza muda wa kufuatilia kesi zao. Wajane wana matumaini ya kwamba wana uwezo wa kupata mali zao ndani ya muda mfupi chini ya uongozi wako. Na hivi tunavyoongea Mheshimiwa,
Temeke hapa ndipo ipo mahakama inayosimamia kuhakikisha kwamba haki za watu wote waliopoteza waume zao na wake zao zinapatikana ndani ya wakati. La mwisho mheshimiwa, ninafahamu ya kwamba kesho unaenda kufunga kampeni Zanzibar. Na sisi vijana wako ambao tumetokea Arusha tunajisikia fahari kuzunguka na wewe kukuombea kula. Kwa kazi uliyoifanya tuna ujasiri wa kutosha kuingia kila kibanda, kuingia kila soko, kuingia kila stendi na kuwaambia Watanzania wapige kula. Niwaombe viongozi wote wa dini, viongozi wa madhehebu yote, na nimefurahi pia tunaye kiongozi wetu wa machifu hapa. Niwaombe viongozi wote tuwahimize Watanzania kuilinda na kuitunza amani, na tufahamu ya kwamba uchaguzi huu ndio unatoa nafasi ya kuleta maendeleo ambayo Daktari Samia ameahidi kwa Watanzania kwa miaka 5. Baada ya kusema hayo, naomba wana Temeke nione mikono yenu, na wana Kigamboni. Wangapi wananiahidi wanaenda kumpa kula Daktari Samia tarehe 29 Oktoba? Mheshimiwa, Mungu akulinde na akutunze, na kusudi aliloweka ndani yako akalitimize kwa mapenzi mapana ya Watanzania. Asante sana. Wana Temeke oye! Naomba nimkaribishe Dr. Mwigulu Nchemba kwa ajili ya salamu fupi. Karibu mheshimiwa. Tanzania oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana kwa nafasi hii ya kusalimia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania watakwenda kukuchagua tarehe 29. Kwa sababu katika uongozi wako, miaka yote ambayo umekuwa katika uongozi, umeshughulika na kutoa suluhu kwa matatizo ambayo yamewakabili kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kwanza ulilofanya ni kuongeza mapato ili uweze kushughulika na shida za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika miaka yako 5 umeshughulika na matatizo sugu ambayo yalikuwa yamewakabili Watanzania. Jambo moja, katika uongozi wako umehakikisha haki ya Mtanzania haipotei. Pale ambapo Mtanzania anadai huduma kutoka serikalini, umehakikisha serikali yako inatimiza wajibu huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na maeneo mengi yaliyotwaliwa na serikali. Watanzania hawa walitoa maeneo yao kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kwa ajili ya uwekezaji, yakiwemo ya barabara, yakiwemo ya viwanja vya ndege, yakiwemo maeneo ya uwekezaji. Mengi yalikuwa hajalipiwa na serikali. Jambo la kwanza ukaelekeza, ukasema kama wananchi hao kwa uzalendo wao wametoa maeneo yao, hakikisheni mnawapatia fedha zao, kwa sababu ni haki yao kwa kuwa walishatoa maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, umetumia zaidi ya bilioni 500 katika kipindi chako kuhakikisha unalipa fidia kwa watu ambao kwa uzalendo wao walikuwa wametoa maeneo yao. Hata pale jana ulipokuwa katika jimbo la Segerea, umetoa zaidi ya bilioni 54, fedha ambazo walikuwa wakizidai tangu mwaka 1992. Umetoa fedha za aina hiyo Liganga, umetoa fedha za aina hiyo kule Ngaruka, umetoa fedha za aina hiyo kule Nyantwari na maeneo mengine ambako Watanzania walitoa maeneo yao wakabaki wanadai serikali iweze kuwalipa fedha zao. Na umeelekeza kila mwaka fedha ziendelee kutengwa ili kuweza kulipa fidia maeneo ambayo Watanzania wamepisha miradi ya maendeleo. Huo ni uzalendo, huo ni utenda haki, huko ni kusimamia haki za Watanzania ambao wanajitoa kwa ajili ya taifa lao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hilo tu. Kuna Watanzania waliowahi kutumikia nchi yetu, walikuwa wanadai
madeni ya tangu mwaka 1992 umetoa zaidi ya trilioni 2.1 kuweza kuwalipa wazee wetu hao ambao walishatumikia nchi yetu. Sio hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watoa huduma mbalimbali ambao walikwisha kutoa huduma. Wengine walilisha sekondari, wengine walilisha magereza, wengine walilisha maeneo mbalimbali. Wengine walitoa huduma maeneo mbalimbali kwenye wilaya zetu. Umetumia zaidi ya trilioni 4, wastani wa trilioni 1 kwa mwaka kuhakikisha kwamba Watanzania ambao haki yao iko serikalini wanaipata haki yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulielekeza kwa ushujaa, kwa kauli ambayo haijawahi kutolewa na kiongozi yeyote Afrika, kwamba hata mamlaka ya mapato pale ambapo wamekusanya kodi kuzidi kiasi kilichotakiwa kukusanywa, wawarudishie wale watu haki yao. Huo ni uungwana uliopitiliza ambao umeuonesha. Na sio hilo tu, umelipa madeni ya watumishi wa umma, umepandisha madaraja ambayo walikuwa wanastahili wapande wakawa wamecheleweshwa, umetoa ajira mpya, na haya Mheshimiwa Mwenyekiti umeyafanya bila kusitisha shughuli zingine za maendeleo ikiwepo miradi mikubwa ya kimkakati. Huo ni ushujaa na heshima ambayo umeitendea nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam ni jiji la biashara. Kuna wakati hapa Dar es Salaam gharama za maisha za wana Dar es Salaam zilikuwa kubwa sana kwa sababu ya kukosekana kwa umeme, kwa sababu ya katika umeme. Ukakamilisha haraka bwawa la Mwalimu Nyerere, tena kwa kusema tufunge mikanda. Bwawa likakamilika, bwawa lililogharimu zaidi ya trilioni 6.5 kwa fedha za ndani, na lilipokamilika umeipeleka nchi kwenye historia ya kuwa na umeme wa ziada zaidi ya megawati 2000. Afrika na hapa Afrika Mashariki hakuna nchi moja ambayo ina ziada ya umeme kama ambavyo umefanya kwa kipindi kifupi. Lakini si hilo tu, wana Dar es Salaam hawa ili waweze kufanya shughuli zao, ili waweze kuendesha maisha yao, walikuwa wanaingia gharama ya kila moja kununua generator, walikuwa wanaingia gharama ya kila moja kununua mafuta ili aendeshe generator ili hali tu shughuli yake iendelee. Wewe ulipomaliza bwawa la Mwalimu Nyerere ukajenga mradi wa kuimarisha gridi imara, mradi ambao umesababisha tusahau adha ya umeme kukatika, jambo ambalo ilikuwa kila umeme ukikatika unaporudi wa Tanzania tunashangilia kama goli limefungwa. Umeongeza uwezo wa gridi, kwa gridi inayoenda Ubungo kwenda Chalinze, gridi inayo kwenda Ubungo kwenda Makumbusho, Ubungo Gongo la Mboto Mbagala. Umeongeza transformer kwa upande wa gridi iliyokuwa inakuja Mbagala, gridi iliyokuwa inaenda Makumbusho pamoja na ile ya Ubungo. Leo hii Watanzania wanafanya shughuli zao wakiwa wametulia, wakiwa na uhakika wa kupata nishati hiyo ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza mwaka jana wakati wa serikali za mitaa tumeendesha uchaguzi kwa fedha zetu za ndani, na mwaka huu tumeendesha uchaguzi kwa fedha zetu za ndani, jambo ambalo limeipa heshima nchi yetu na kujitegemea ambako Mwalimu Nyerere alikuwa anategemea kujenga taifa linalojitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, itoshe kusema kwamba umeweza kuchapa kazi, na haya mambo yote tunayoyasema yalikuwepo na Watanzania walikuwa wanayaona, na maneno yetu yanaweza yasikike kama vitendo ambavyo wao wenyewe wanaviona. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania hawa walikuwa wanahangaika mpaka madawati, mpaka madarasa. Wewe ulipoingia tu madarakani umejenga shule ya zaidi ya 2700 katika kipindi cha miaka 4. Umejenga shule za msingi zaidi ya 2700. Umejenga shule za sekondari zaidi ya 1300. Umejenga zahanati mpya kwa ajili ya kulinda afya za Watanzania hawa zaidi ya 2800. Umejenga vituo vya afya zaidi ya 600. Umejenga hospitali mpya zaidi ya 119. Hii inakutambulisha wewe ni kiongozi wa aina gani, kiongozi anayejali utu, kiongozi anayejali maslahi ya Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na washangaa wale waliokuwa wanaandika kwamba kana kwamba eti tumeanza uchaguzi ndipo tukaishiwa fedha. Na mimi niwaambie Watanzania, mchakato wa kuchapisha fedha haufanywi na nchi kama kuchapisha mitihani ya shule ya msingi.
mitihani ya test ya shule ya msingi. Kuchapisha fedha duniani ni zoezi ambalo linaheshimika dunia nzima, na mpaka sasa linafanywa na viwanda ambavyo vinaheshimika kwenye mataifa makubwa. Na ili uchapishe fedha na uweze kupokea fedha, inakuhitaji si chini ya miaka 2 kutengeneza tu zoezi hilo na hatua zake zinazotakiwa. Hili si zoezi ambalo unaweza ukaamka tu leo ukasema niongezeni fedha hii hapa nina jambo hili. Haipo hiyo. Ni utaratibu mrefu na una heshima na unasimamiwa na taasisi za fedha za dunia nzima. Na sio hilo tu. Nchi ambayo huwa inaweza kuchapisha fedha ni nchi ambayo iko kwenye vita. Tanzania mara ya mwisho ilichapisha fedha ni vita vya Idi Amin, kwamba vijana wako mstari wa mbele kule, biashara hazifanyiki, shughuli za uzalishaji hazifanyiki, kodi hazikusanywi, ndio unasema sasa tunatakiwa tupate fedha ya nyongeza. Lakini kwa nchi ambayo inakusanya trilioni 3 kwa mwezi, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeandika historia hiyo, kutoka trilioni 1.3 mpaka trilioni 3 kwa mwezi. Ni nchi ambayo ina akiba ya zaidi ya trilioni 16. Unachapisha fedha ili fanye nini? Una akiba ya zaidi ya trilioni 16. Na leo hii tunavyoongea, fedha ya kujenga reli mpaka Mwanza ipo, inasubiri wakandarasi na spidi yake atengeneze certificate, alete, alipwe. Tuna akiba ya fedha ya kwenda mpaka Kigoma. Tunasaidia mpaka na maeneo mengine wakipata dharura. Umeipeleka nchi kutoka nchi yenye makusanyo duni isiyoweza kujitegemea mpaka kwenda kwenye nchi inayojitegemea. Na haya yanatafasiriwa na shughuli ulizozifanya, lakini na maeneo mengine ambako umeendelea kupeleka fedha. Unapeleka fedha zaidi ya bilioni 35 kila mwezi kwa ajili ya elimu bila ada. Unapeleka fedha, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa Uviko 19 kuna nchi zingine majirani hapa walikuwa wanavusha mpaka miezi 3 hawajalipa watumishi wa umma. Na mimi nakumbuka miaka kadhaa Tanzania, miaka 10-15 iliyopita, nikiwa naibu waziri wa fedha, kuna wakati tulikuwa tunaenda kuazima fedha mahali ili tuweze kulipa mishahara. Katika uongozi wako haujawahi kuchelewesha hata siku moja inapofika watumishi wa umma wanapotakiwa kulipwa. Hivyo na taasisi zingine ambazo wanahitaji kupata fedha kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mungu akubariki sana. Kazi umeiweza na Watanzania wanaona, na Watanzania ni mashahidi. Na sisi tarehe 29 tunaenda kupiga kura huku tukiwa na shamra. Tunaenda kupiga kura huku tukiwa hatubahatishi kuhusu kiongozi tunayemchagua. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Wanatemeke oye!